Habari gani Makewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Makewe TV. Kutokana na uhaba mkubwa wa ajira nchini Tanzania, Rais wa mawakili nchini Tanzania Boniface Mwabukusi ameamua kulitolea ufafanuzi hilo katika mtandao wa Twitter na kuandika barua ya wazi kwa waziri wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana. Nataka nikusomee chapisho ambalo Boniface Mwabukusi ameweza kulichapisha katika mtandao wa Twitter, barua ya wazi kwa waziri wa kazi, ajira na makazi, na nukuu: Barua ya wazi kwa waziri wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana kuhusu uvamizi wa fursa za ajira na biashara kwa wazawa unaofanywa na baadhi ya wawekezaji wa kigeni, hususan raia wa Kichina nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri, tunapenda kukumbusha juu ya ongezeko la malalamiko ya wananchi kuhusu namna baadhi ya wawekezaji wa kigeni hasa kutoka China wanavyodhoofisha fursa za kiuchumi, ajira na biashara ndogo ndogo ambazo kwa mujibu wa sera za sheria za nchi zinapaswa kuwa kwa ajili ya Watanzania wazawa. Mheshimiwa Waziri, hali hii si tu kwamba inavunja misingi ya haki na usawa, bali pia ni ishara ya udhaifu mkubwa wa usimamizi na utekelezaji wa sheria na sera za uwekezaji nchini. Mheshimiwa Waziri, hakuna taifa makini linaloweza kuachia mikono mwa wageni katika sekta ya uchumi, huku wazawa wakisukumwa pembezoni na kuwa watazamaji katika ardhi yao wenyewe. Mheshimiwa Waziri, msingi wa kisheria wa hoja hii ni katika vifungu vifuatavyo vya kisheria na sheria za nchi. Moja, ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotaka na kuelekeza kuwa sera, sheria, mipango ya maendeleo iwe yenye kulenga kusaidia wananchi, yaani wazawa. Kifungu namba 2, kifungu cha 6(1) cha sheria ya ajira na mahusiano kazi, sura ya 366 kinaitaka serikali na waajiri kuhakikisha mazingira ya ajira ni ya haki na yanayoweka maslahi mbele ya wafanyakazi, hususan wazawa. 3, sheria ya ajira na mahusiano kazini, yani Employment and Labor Relations Act Cap 366 pamoja na kanuni za ajira kwa wageni za mwaka 2015 zinataka mwajiri athibitishe kutopatikana kwa wataalamu mzawa kabla ya kuajiri mgeni. Hii limekuwa likipuuzwa kwa makusudi na baadhi ya wawekezaji hasa kutoka China kwa msaada wa baadhi ya watendaji wasio waadilifu. Namba 4, sheria ya uwekezaji Tanzania sura ya 38 inatambua haki ya kitaifa kuweka masharti ya kulinda sekta mahususi kwa wazawa na kuzuia ushindani usio sawa kutoka kwa wawekezaji wa kigeni. Hili ni pamoja na kulinda sekta ndogo kama biashara ndogo, usafirishaji mdogo na huduma za mikono. Huu uvamizi wa China katika shughuli za kibiashara hadi za uwakala zinazoweza kufanywa na vijana wa Tanzania ni uvamizi wa kivita kiuchumi, na ni lazima hatua za haraka zichukuliwe mapema iwezekanavyo. Namba 5, kifungu cha 9 cha sheria sura ya 245 kinawataka watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, uadilifu na kwa kulinda maslahi ya wananchi. Watendaji wanaoshindwa kusimamia masuala haya wanapaswa kuwajibika kisheria na kimaadili. Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na malalamiko ya muda mrefu toka kwa wafanyabiashara wazawa na vijana wa Tanzania kuhusu uvamizi huo wa kiuchumi unaoleta ukoloni mpya kwa kuwaondoa wazawa katika kujiajiri na kujiwekeza kuwezesha mtandao
wa kimamluki na kudhoofisha masoko kunafanywa na raia wa China hapa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa msingi huo ninatoa wito kwako binafsi na wizara yako: moja, kutoka hadharani na kutoa tamko rasmi juu ya mwenendo huu, ukieleza hatua zinazochukuliwa kukomesha unyang'anyi wa fursa kwa wazawa. 2, wizara zenye dhamana ya uwekezaji, viwanda na biashara pamoja na Wizara ya Kazi zichukua hatua za haraka kurekebisha hali hii kwa kufanya ukaguzi wa kina na wa aina ya wawekezaji waliopo na uhalali wa shughuli zao. 3, sheria na kanuni ziheshimiwe na zile zinazolenga kulinda biashara na ajira kwa wazawa zitekelezwe kikamilifu bila muhali. Namba 4, vibali vyote vinavyotolewa kwa wageni kuwezesha kufanya biashara vifutwe mara moja na watendaji wa umma wote wanaohusika na kutoa vibali hivyo holela kwa wageni waonywe na wawekwe utaratibu utakaokuwa unawajibisha mara moja pale wanapokiuka sheria na kanuni. Mheshimiwa Waziri, Tanzania ni nchi huru yenye utajiri mkubwa wa rasilimali na watu wenye uwezo. Ni lazima tuwe na uwekezaji wenye tija unaolinda ajira za wananchi na kuhakikisha maendeleo ya kiuchumi yanayofikia watu wa kawaida. Kwa maslahi ya taifa ni lazima tusimame sasa, ameandika Boniface Mwabukusi, mwanaharakati wa haki za binadamu shambani Busokelo. Hayo ni maneno ambayo Boniface Mwabukusi, rais wa mawakili Tanganyika, ambapo ameweza kufunguka namna wa China wanavyochukua ajira za Watanzania hapa nchini Tanzania, lakini anamuomba waziri mwenye dhamana hiyo aweze kuchukua hatua za haraka kuweza kukomesha jambo hilo. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika eneo la kuandika maoni. Wa kwanza kabisa namuona anaitwa Don Minja, anasema kiongozi, sijasikia kauli yoyote toka kwa Tanganyika Laws kwa shambulio la aibu na haya dhidi ya wakili msomi Sigra Mligo akitekeleza majukumu yake ya kitaaluma kuwaelimisha viongozi wa Chadema John Heche kufuata katiba ya nchi na ya chama. Lakini Boniface Mwabukusi akaja akamjibu akasema, siungi mkono Magovi kupigana na watu kujichukulia sheria mkononi. Pili, uliyemtaja sio wakili wa law Tanganyika, lakini kumbukumbu zetu, bali ni mwanafunzi wa shule ya sheria. TLS haiwezi kuwa na uwezo wa kutoa tamko kwenye kila jambo, ndugu yangu, hasa yale ambayo vyombo vilivyoundwa kisheria vimeshaanza kuchukua hatua stahiki za kimamlaka tayari. Lakini hapa Don Minja naye akaja kamjibu akasema, nimekuelewa kiongozi, my take, siungi mkono Magovi kupigana na watu kujichukulia sheria mkononi. Chadema na John Heche, kama ni maamuzi ya nguvu, kwa nini usiende kumpinga Mheshimiwa Wasira hadi CCM itoke madarakani? Demokrasia inahitaji utulivu na uvumilivu. Lakini kama Kiva anasema Wijira Habari amerudia ujumbe, lakini Jel anasema, kaka mwanasheria, hakuna hili mashine za kusanya sarafu za 200 na 500 eti kwa kigezo cha bahati nasibu, kumbe ziko program kuchukua na CE kutoa zimeshasambazwa mpaka vijijini ndani humo, zinakomba hata kidogo kilichobakia nacho. Nimefanya utafiti binafsi, hali ni mbaya sana. Lakini Jime Siki anasema, mkuu, unaongea vyema sana. Mungu atusaidie wananchi kuchukua hatua madhubuti zinazosababisha tupate watu wenye akili na uchungu wa nchi yao kama wewe mwenyewe binafsi maamuzi, maana hii ni swala mfumo mzima unahusika. Shida viongozi wasiopenda Tanzania yao wa binafsi.
Lakini no reform no election, ambaye anajiita Sanini anasema not be waziri asipochukua hatua mapema, mgongano wa maslahi utaleta shida mbeleni. Option zitakuwa mbili, either watulize wananchi au wanusulu diplomasia. Kwa lugha ya kitaalamu wanaita the early the better. Lakini makundi WR anasema wananchi wazawa wakifikia ngazi ya kuwasaka hawa wavamizi fursa serikali ina uwezo wa kulinda kweli. Tunahitaji serikali inayowajibika kwa wananchi na inayotumikia wananchi wake. Lakini Eliud anasema kiongozi hawa wa China mpaka mambo ya ndani wanafanya wao na yanakwenda kwao. Mfano Telecom yote imechukuliwa na Wachina, mambo yote ya nchi na vijijini yako kwao. Uchina kwa nini iwe hivyo? Wanaleta Wakenya, Waganda na Wasouth kuja kutufundisha vitu vinavyohusu juu ya wazawa. Lakini mimi hapa nasema wapi na Wakenya wabaguzi wanafungua vishule vya chekechea na kununua ardhi. Wengine wanazalia kwao, alafu wanakuja Tanzania wananyonyesha ameandika vibaya kweli kweli. Wajiunge na kliniki, wapewe kadi, baadaye wanatuzitumia kuongeza vyeti vya kuzaliwa. Lakini Mwesigye anasema kiukweli hali ni mbaya sana, mgeni anapewa kipaumbele kila sehemu, huku mzawa akibaki yatima wa ajira ndani ya taifa letu. Lakini Blomsela anasema barua ya wazi kwako Boniface Mwabukusi. Katika barua yako hii juu ya hayo pia, moja, kwanza wanachofanya hawa wa China wanasaidia na wizara hiyo wanazozijua. Lakini mbili, kwa sasa viongozi waliopo 90% hawajachaguliwa na wananchi, bali mfumo wa chama tawala kwa kuwatumikia wao. Lakini hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika chapisho hili la Boniface Mwabukusi, wengi wakiweza kusikitishwa na hicho ambacho Boniface Mwabukusi ameweza kuandika kutokana na Wachina kuweza kuchukua nafasi nyingi katika soko la ajira nchini Tanzania. Jina langu ni Diwa KTV, karibu katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.